Alright guys, karibuni tena katika channel yangu, karibuni katika channel ya Mshana the Blacksmith. Na watu ambao hawanijui, ndio mara yako ya kwanza kufungua hii channel, I am the Mshana. Mimi ndo Mshana mwenyewe na operate hii channel. So karibu tena, leo nakupa madini tena mengine ambao ni mazuri sana, ambao yanatusaidia sana vijana katika maendeleo tofauti tofauti. So bwana, bila kupoteza muda, without further ado, leo nataka nizungumzie kitu kimoja ambacho culture ambayo Waafrika wengi tukija Marekani tunatakiwa tubadilike, au tukija hizi western country, sasa Marekani mimi nasema western countries zinazo tofauti, jinsi ya system zao kidogo, lakini Marekani, that's the real world. So tunapokuja Marekani kuna kitu ambacho usipobadilika Mwafrika, hichi kitu ni muhimu sana 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 sana, naomba unisikilize. Na hasa kama una mtoto wa kuja Marekani au kwenye process ya kuja Marekani, hichi kitu kinaweza kikagharimu sana, kinaweza kikakaribia maisha yako Marekani. Ni kitu ambacho Waafrika wengi tunakuwa kama baba mmoja mama mmoja, tuna tabia zinazofanana. So ukija Marekani unatakiwa you get rid of that behavior, that whatever the thing. So hichi ni kitu cha kupuuzia mambo, cha kufanya mambo unasema nitasolve kitu au unakiacha kijisolve chenyewe kutokana na muda. What I mean by that, na maanisha nini kusema hivyo? Waafrika wengi tuna tabia kwamba tunaweza tukawa tuna tatizo, tukiona linatu challenge sana, au tukiona tunajisi uvivu wa kulisolve sasa hivi, kutolisuluhisha sasa hivi, tuna tabia kusema kuacha kipolo. Kwa Kiswahili kizuri naweza kusema hivyo. Una tatizo fulani, kuna tatizo unatakiwa lisolve leo au kesho, like within this time frame, umeona, alias ASAP, wenyewe wazungu wanakuambia ASAP, as soon as possible. Waafrika wengi tuna tabia kupuuza na kuyaweka mambo, kusema nitalisolve baadaye, nitalisolve kesho, nitalisolve mwezi unaokuja. Before you realize, matatizo yanakuwa na pile. Ukizungumzia nchi zetu za Afrika nyingi, system zetu zinatukwamisha sana kwenye maendeleo. Kwa sababu gani? Watu wana hii culture au hii behavior wa Afrika tunayo nyingi. Mtu unampelekea kitu ofisini akifanyie kazi leo au kesho, unaambia hichi kitu kinatakiwa kifanywe kazi haraka immediately. Mtu anasema anakiweka kwenye draw, anafungua draw, anaweka, anasema nitasolve baadaye, au nitasolve kesho, nitasolve nitapojisikia. Na hiyo ndio tatizo la Afrika wengi sana. Ukizungumzia nisikilize mpaka mwisho nielewe. So hii tatizo tunaliona kwa nini watu wengi hata Afrika tunakuwa tunaenda maofisini, tunagonga milango ya serikali, bwana hichi tunaulizia. Mfano mdogo, mimi nilikuwa nafuatilia kitambulisho cha NIDA, na bi mkubwa wangu juzi alinipigia, alikuwa ananiambia anafuatilia kitambulisho cha NIDA. Hichi kitambulisho cha NIDA babu kimewasumbua, wamezungushwa huku, waambiwa enda ofisi hii, waambiwa hivi. Kimetumia mwaka watu wanaenda kuulizia kitambulisho tu cha NIDA. Kitambulisho tu, imagine kitambulisho unazungushwa, kwa sababu Waafrika tuna ile tabia, aseme wa Tanzania tuseme kirais, wengi tuna ile tabia ya kupuuzia mambo. Tunasema nitalisolve baadaye. Hiki kitambulisho pengine mtu mmoja tu angekifanya chapko, ungetengeneza vitambulisho vya watu kila siku, katengeneza vya watu kadhaa. Lakini kwa sababu tuna ile kusema bwana hivi vitu vingi nitafanya baadaye. Na hii tabia sasa inakuwa kama ngozi yetu. Kwa sababu ya tabia ngozi, inakuwa kama ngozi yetu. Wa Afrika wengi tunakuwa tunaambukizana hii tabia ya kupandikiza vitu na kuviacha vitu vijisolve wenyewe. Wanasema time will heal everything, but not in America. Wanasema muda una heal kila kitu, unaponya kila kitu. Wewe acha tu, kama una kidonda chako, kidonda kitapona kutokana na muda. That is not working in America. Nataka unielewe hivi, kwa sababu Waafrika sasa tukija Marekani, ukiwa na tabia hii, let's say umekuja Marekani, Marekani ni sehemu moja ambao unatakiwa uwe on top of your stuff. It's very frustrating, inachosha akili kusema kweli. Hata mimi binafsi ni muhanga hicho kitu. Akili inachoka every single day of the week, kuanzia Monday to Friday, except for weekend. Unasema bwana, nataka niwe lazy, nataka nilale, nataka nipumzike, sitaki kufikiria kutiana na chochote. Lakini kuanzia Monday hadi Friday, like kuanzia unavoamka una ratiba, yani ya kufanya vitu, ya kupangilia vitu. Uende ofisi hii, utoke ofisi hii, uende ofisi hii, usolve hichi, kuna paper fulani unatakiwa ufanye hivi, kuna appointment. Kwa hiyo na mambo huwezi kuyarundika. Ukiona bill fulani unatakiwa uilipe hivi, gari ulipie hivi,
hauwezi kurundikiza jambo Marekani ukasema nitalisolve baadaye, nitalisolve kesho, au nitalipa bili itapojisikia. When you get the bills, you better pay. Na kwa sababu nasema hivyo kwa sababu ukiwa na hii tabia ya Kiafrika unasema hii kitu nitakisolve baadaye, Marekani it doesn't solve itself. Kuna ile sema hii bwana kiachi kitapotea, au una deni unasema doni nikiliacha kwa muda mrefu wengine mwenyewe atalisahau. In America it doesn't work like that. Nitolea mfano mmoja. Mimi nilikuwa muhanga mkubwa wa deni ambao na credit cards. Hizi credit cards nilipofika Marekani, unajua ile mbwembele, Marekani kuna credit cards na nini, unapoa pesa unatumia alafu unalipa kidogo kidogo na nini, umeona? Sasa na ushamba wetu, unajua unajifunza kutokana na makosa, lakini pia credit card sio mbaya kama unaweza kulipa on time na kutengenezea credit, you build your credit kwa haraka sana. Kwa watu ambao wanaishi Marekani wanaelewa maana credit inakusaidia kwenye kununua vitu vingi, properties, umeona, vitu vingi ambavyo vikubwa, big purchase, unatakiwa una credit score nzuri, umeona? Na jinsi ya kutengeneza credit score lazima uwe una credit card, labda kwa njia tofauti tofauti unaweza kutengeneza credit score. Umeona, wengi wanaanza na credit card, umeona, kwa na credit card ananunua vitu kutokana na credit card yake, analipia kwa mwezi. So ushamba wangu mimi na kilele changu, nimefika Marekani, nimechukua hizo credit card nikatumia. Baada ya kutumia nililipa baadhi, kuna baadhi nilighafilika kulipa, siji na nini, sikulipa yote. Ilibakia kama pesa ndogo tu nitakiwa nilipe. Pesa ndogo tulikuwa kama dola kadhaa, kama dola 30, sijui dola 20 natakiwa ilipwe kwenye ile credit card. Bahati nzuri nikaenda mafunzoni ya jeshini, basic combat training. Nilipoenda kule mara nyingi hatushikagi simu mara kwa mara. Tunakuwa tunalimitiwa sana muda wa kushika simu na nini. Kwa hiyo hata kama una bills zako unabidi wewe muda unaoshika simu unabidi uwe haraka kulipa bills na nini, la sivyo unakuwa hauna muda wa kutosha kufanya mambo yako ya kwenye simu. So hii credit the credit au ile deni likawa linakuwa kuna kitu kinachoitwa interest Marekani. Interest is real in America, man. Interest babu ni real sana Marekani. So hii deni likawa linaongezeka taratibu. Mimi ninavyoacha kulilipa, Marekani sio kama vitu vinapotea in the thin air tu kwa sababu umeacha kulipa, mwenyewe atasahau. Au sijui nilikopa sijui kwa nani huko, nishasahau sehemu nilokopa. Babu, Marekani vitu vinakaa kwenye records, vinakaa kwenye history. Uende urudi hadi hata ukizeeka, ukifa, mtoto wako, mjukuu wako ataambiwa babu yako alikuwa na deni. Marekani hamna kitu kinachosahaulika babu. Inchi, they are very serious on their records, man. Kama una kitu unatakiwa kisolve. Don't think just because imepita miaka 5, imepita miaka 2, imepita mwaka, unafikiri bwana tangu hichi kitu kilitokea mwaka 2020 ngapi 20 huko, sasa hivi 2025 itakuwa kishasaulika, kishapotea kwenye record. You lying yourself. This country is not like African country. It's not like Tanzania. Na hicho ndio kitu nataka naambia mjifunze watu wengi, kwa sababu sisi tunaelewa kusema kitu kikikaa muda mrefu atakuwa watu washasahau, tatizo limejisolve lenyewe. Tunapuuzia mambo, ndio maana tunakuwa na tabia ya Afrika kupuuzia mambo kwa sababu hii. So hii baada ya kurudi basic training, mbona nishasahau kama nilikuwa na deni ile dogo ile dola 20. Siku nataka nafanya mipango ya kuangalia credit score yangu, niangalie kama nilikuwa kuna mpango wa kununua nyumba na nini. Nafanya tu angalia tu peruzi kuangalia, kupigia watu wa kununua nyumba na nini. Nikaja kuambiwa kwamba credit score yako sio nzuri. Credit score, nilikuwa na credit score nzuri nilijenga wakati nafika Marekani, nilianza kununua vitu nalipa, nanunua na vitu nalipa. Nikajenga credit score karibu credit score karibu ya 700 huko. When you have like 750 700 ndio ilikuwa credit score yangu. Ilikuwa is a very good credit score in America. It's 700 something. Mbona credit score yangu ikashuka mpaka ile deni ile dogo lilishusha credit score yangu kutoka 700 mpaka 400 na deni dogo tu limecompound kwa muda. Wasema hiki kideni kidogo kwa watu wasasahau. Sijui nilikopa wapi, hata ile benki yenyewe hiyo sehemu nilokopa ilikuwa ni store fulani ya kununua tu vitu. Nilichukua credit card yao babu, interest ikazidi. Nilikuja kulipa dola 300 kutoka dola 20 nitakiwa nilipe, nikapuuzia. Baadaye nikaja kulipa ile, ili nitengeneze credit score yangu. Maana ile interest ilikuwa inazidi kuenda juu tu, inazidi kupanda. Kwa hiyo ningeacha kulipa, bado
Kama ningesema nisubiri mpaka mwakani au mwaka tena mwaka 2027 huko, ningejikuta pengine huko nazungumzia na kulipa $1,000. Wakati deni litakiwa $20 tu, $30 nilipe. Imeenda mpaka nikaja kulipa sijui $300 na $200 na sikumbuki vizuri, lakini nilikuwa pesa mpaka najiuliza deni langu si lilikuwa dogo. La yes, deni lako lilikuwa dogo, lakini kwa sababu una tabia ya Kiafrika ambao kutaka kuiacha kusema tu hili jambo litajisolve lenyewe, hili jambo litasaulika. Not in America. Not in America. Ukiwa na issue Marekani inatakiwa kusolviwa, isolve as quick as possible. Na ihakikishe kwamba imesolvika, imeisha. Kwa sababu anything can hunt you back. Marekani kitu kinaweza kikuhunt. Unasema move on, hichi kitu hakija move on, kipo mgongoni kwako. Nyumbani huku kitu kikaa muda mrefu watu wanasahau, serikali inasahau, sijui nini inasahau, unaendelea na maisha unasahau. Not in America. Things that still stay in records. Umeona? Marekani babu, vitu vinabakia kwenye nini? Kwenye records. Na hicho ndio nataka niwaambie watu leo. Kwa hiyo unapokuja Marekani kwa mara ya kwanza, unakuja Marekani, jitahidi ukiwa na kitu cha solve. Ukiwa na sehemu ya kwenda kufanya appointment fulani, fanya. Unatakiwa utafute vibali vyako vya kukaa hapa, sijui green card, sijui nini, ufanye nini. Nobody will solve it for you. Remember, ukiwa mvivu utaki kufuatilia vibali, utafute papers, utafute makaratasi, au umefika tu hapa unalala unaamka utafuti kazi, hizo bill zako unasema unapuuzia, unazivu nini, tickets. Kuna vitu vingi sana hapa. Niona mimi kuna video yangu moja nilielezea nilipewa ticket ya $1,000. Ni kweli ni pesa nyingi. Kwa kibongo ungeweza kusema bwana napuuzia nisilipi. Lakini kwa Marekani, if you get a ticket, make sure you pay. Unaweza kusema ni ushauri kama wakijinga, lakini unakuja kuwaumiza watu wengi sana wasiokuwa makini na hii nchi. Na hasa sisi immigrant tunafika hapa tunajifanya na ile tabia ya kupuuzia za Kiafrika. It will kill you. It will hurt your life. Inaweza can destroy your life, your purpose, your goals, your dreams. It can destroy. Kitu kidogo kikipuuzia Marekani kina escalate na kina expand before you realize is a bomb, is a ticking bomb. Is a ticking bomb. So unapokuwa na chance ya kusolve kitu chako Marekani, make sure you solve it. And that's why Marekani hamna kulaza kipolo. Solve your issues, solve your problem as quick as possible. Umepata ticket, speeding ticket, lipa. Mimi nilipa $1,000 nzima. Roho inaniuma kipindi hicho nilipopewa ile ticket ya $1,000. Imagine unaanza kuwapa polisi speeding ticket. Lakini sikutaka kulaza kipolo, nikalipa. Sio kwa sababu tu nataka najisikia raha kulipa ile pesa nyingi, ni kwa sababu I know this country. You cannot ukasema vitu nitafanya kesho, nitafanya mwezi unakuja. You have to solve your issues. Otherwise, it's going to hurt you. It's going to follow you like a ghost. Mbona? So, natumaini mmenielewa watu ambao mnataka kuja Marekani, watu ambao mpo Marekani, pengine mna struggle na vitu vitatu. If you have issues, hiyo ndio mshauri wangu wa leo. Natumaini umechukua. Ukiwa na kitu chako solve. Kinachosha kweli. Hata mimi mwenyewe kuna muda mwingine nakaga chini nasema Marekani, hebu nionee huruma nisamee. Maana unachoka kwa sababu left and right there is something, always there is something to solve. Always there is a place to be on time. Always there is something going on in America. It can't wait. It can't wait. Everything is in America is like nipe ushauri mzuri tu mdogo. Treat everything in America as an emergency. Utafika mbali. Treat kila kitu hapa Marekani as an emergency. Don't be lazy. Don't be like laying down say like nimechoka bwana kitajisolve chenyewe bwana. Nobody will solve your issues. You need to be responsible. Yeah, you need to be responsible for your issues, man. It suck. Sina mtu akunisovia mambo yangu ananihusu mimi. I have to pay my bills. I have to solve my stuff. Nobody will solve for me. And that's how
hii nchi itakukomaza akili na itakufanya you will grow up, you will change for better, kwa vizuri. Ndio maana kama watu kama hivi, hizi inaweza kusema unachukia. Sasa na mzazi anakufundisha maisha sometimes kwa very harsh way, na unaweza kuchukia, lakini mentally you become matured, you become very strong. Umeona? Hiyo tabia kama ukiwa makini ukazi adapt, siku unasema rudi nyumbani Afrika, unasambaza upendo, unasambaza elimu hii ambayo umeipata, usema bwana, mambo yetu ni madi yaende sawa, mambo yetu yaende kwa wakati. Wa Afrika tuache kusema ile muda wa Kiswahili. Kiswahili akikwambia sijui saa 7, wewe nenda saa 8. No, mambo huku is for on time, punctual. Umeona, everything you need to solve on time. Na ndio maana hadi kesho sisi wa Afrika mambo yetu yanalala, mambo yetu yanachelewa. Project sijui barabara itakiwa imalize mwaka jana, inamalizwa mwaka juzi. Sijui project fulani itakiwa imalizwe mwezi wa kwanza, inakuja kumalizwa mwezi wa 12, kwa sababu tunalaza mambo. Tunalaza sana mambo Afrika. Sana, yani tunakuwa na ule uvivu, alafu there is no system ambayo ina hold us accountable. Lakini Marekani, if anything has to be finished on specific time frame, nikisema natakiwa kitu kinamalizwa mwezi wa kwanza tarehe 1, mwezi wa kwanza tarehe 1, it needs to be done. Over. Na hao ndo hapo hivyo. Unafikiri kwa nini wakikwambia labda unafuatilia masuala ya visa, wakikwambia visa una appointment tarehe 16 mwezi wa 7, appointment yako tarehe 16 mwezi wa 7. Hawakuzungushi. Kama hauna appointment hauna. Kama unayo, wakikwambia fika saa 3 asubuhi, fika saa 3 asubuhi. Usije ukasema mimi nilipata sijui gari, nilichelewa foleni, sijui ndo nimefika hapa saa 5. Babu, muda wako appointment umepita, ubiri wa schedule appointment nyingine. Wazungu ndo hapo hivyo. Wabongo unaweza kusingizia, bwana unajua boss nilichelewa foleni, sijui hapo makumbusho pale kulipata ajali, ukasema vitu kibao, akakuelewa akwambia fresh tuendelee. Wazungu hapo everything has to be on time, specific time. They don't have time to play around. Leo nimezungumza serious kidogo, lakini nimezungumza serious vitu ambavyo point ambao kama mtu mwenye masikio mazuri na ubongo mzuri utajifunza kitu. Kama unaona nimezungumza yapitie tu huko yatoke. Kama unaniona nimerap, lakini kama unaona nimeongea vitu vya pointi, jifunze, fikiria, na you'll grow up. You grow mentally, you grow, like you improve with it. So hala mpaka muda mwingine tena. Bye.